Alipotaka Nabiullah Ibrahim kutekeleza amri ile ya Allah, fafadahu Allahu bidhibhin adhim. Allah akamletea kondoo au mnyama mzuri kutoka peponi, akamwambia amchinje mnyama yule. Kwa hiyo kabla ile damu haijagusa ardhi, tayari wewe matatizo yako yote Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ameyaondoa. Yale matatizo ya umiliki wa mali, husda na kule kutakiana mabaya, wizi na aina nyingine za matatizo kwenye jamii vinaondoka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallahi ta'ala faqad faza almuttaqun, wa uhayyikum bi ahabbi at-tahiyyati wa azka at-taslim من عند الله جل اسمه السلام، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. naitwa Ramadhani Mwakilima, shekhe wa mkoa wa Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma upo kusini ya magharibi mwa Tanzania, ambao unapakana na mikoa ya Njombe, lakini Lindi na Mtwara. Mkoa wa Ruvuma, nitumie fursa hii kwa niaba ya mufti na shekhe mkuu wa Tanzania kuwakaribisha watu binafsi, lakini pia mashirika, taasisi na jumuiya za Kiislamu ambazo zinashughulika na ibada ya udhiya, kwa maana ya kusaidia kuleta wanyama wa kuchinja kwenye idi ya kuchinja, ambayo insha Allahu taala muda mchache ujao tutakuwa nayo, Allah akituwafikisha, kuja kuchinja mkoa wa Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma ulivyo ni mkoa ambao una wilaya 5 na halmashauri zake 8, na ina idadi kubwa sana ya Waislamu ambao wanahitaji huduma hiyo. Kwa hiyo watu binafsi, lakini pia taasisi, jumuiya na mashirika ambayo yanashughulika na shughuli hizo, nitumie fursa hii kuwakaribisha sana kuja kufanya ibada hiyo mkoa wa Ruvuma, na hilo litaleta tija kubwa sana. Lakini kwa upande mwingine nitumie fursa hii pia kuwaasa Waislamu kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Ruvuma, wale wenye uwezo wa kuchinja kwenye ibada hii ya kuchinja wachinje, na tufanye maandalizi maalum ya kwetu wenyewe kuhakikisha ibada hii tunaitekeleza kwa ufanisi. Kwa niliona nitumie fursa hii kuwaalika wote kwa pamoja kwenye ibada na jambo hili adhimu kubwa ambalo lina kheri pana sana na manufaa makubwa kwenye maisha yetu, sio tu yale ya baada ya kufa, lakini pia ya hapa duniani. Ya jumla ya wanyama wanaohitajika mkoa wa Ruvuma ni ng'ombe 170, lakini pia mbuzi 255 na kondoo 60. Tukipata idadi hiyo ya wanyama, nadhani kwa tathmini tulioifanya kwenye mkoa wangu wote wa Ruvuma, ibada hiyo itakuwa imefanyika kwa ufanisi na ubora unaohitajika inshallah. Tukumbushe kidogo kwa nini Waislamu wanatakiwa kuchinja? Ibada ya kuchinja ni ibada kubwa, asasaha Allahu ala yadi nabiyihi wa khalilihi Ibrahim alayhi salawatullah. Allah subhanahu wa ta'ala aliiasisi kupitia kwa nabii wake Ibrahim hinama amarahu an yadhbaha ibnahu Ismail, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha Nabiullah Ibrahim amchinje mwanae Ismail. فلما أراد نبي الله إبراهيم تنفيذا وامتثالا لأمر الله، alipotaka نبي الله إبراهيم kutekeleza amri ile ya Allah, fafadahu Allahu bidhibhin adhim. Allah akamletea kondoo au mnyama mzuri kutoka peponi, akamwambia amchinje mnyama yule. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa ibada ya kuchinja ikawa ni katika ibada ambazo minal qurbati lillah, ni katika ibada za karibu sana za kumpeleka mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika umma huu, ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So Mtume sallallahu alayhi wasallam
mwenyewe alichinja na alifundisha na kuwataka watu wenye uwezo wachinje. Na kuchinja sio tu kuna faida za kiimani, lakini pia kuna faida za kijamii na faida binafsi kwa yule mwenye kutekeleza hilo. Kwenye imani ni ibada kubwa sana. Uislamu unaeleza mtu ambaye atafanya ibada ya kuchinja kama alivyosema Allah, wanhar, yani fasalli li rabbika wanhar. Ukichinja, Allah subhanahu wa ta'ala anaondoka na lundo la madhambi ulionayo. Lakini ukiacha hiyo, kwenye faida za kijamii au faida, tuanze na faida binafsi. Faida binafsi ni kwamba fa inna damaha taqa'u ala Allah qabla an taqa'a ala al-ard. Damu ya yule mnyama unapoichinja inadondoka kwa Allah kwanza kabla haijadondoka ardhini. Maana yake ni nini maneno haya? Maana yake ni kwamba ile shida zako, tabu zako, matatizo yako, fitna ulizonazo, majungu ulionayo, maradhi ulionayo, mazonge na misukosuko ulionayo, kwa ibada ya kuchinja, Allah subhanahu wa ta'ala anayaondoa yote hayo, kama ambavyo anaondoa ile damu ya mnyama kutoka kwenye mwili wake kwenda ardhini. Kwa hiyo kabla ile damu haijagusa ardhi, tayari wewe matatizo yako yote Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ameyaondoa. Kwa hiyo utaishi hayatan saidan, maisha ya mafanikio, tulata hayatik, muda wote wa maisha yako, kwa sababu umetekeleza ibada ile adhim ya kuchinja, ambayo kwa lugha nyepesi ya sasa tunasema itakuondolea nuksi, mikosi, mabalaa na katika aina nyingine za matatizo ulionayo. Lakini kwenye faida za kijamii, Uislamu unasema, ile Allah mwenyewe azza wa jalla anaamrisha, anasema mkishachinja wa at'imu lilbaisa alfaqir, ile nyama tumieni kulisha wale wasiojiweza kwenye jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kwamba ile nyama tuigawe mafungu matatu. Fungu moja libaki nyumbani kwa ajili ya familia, fungu la pili ulitoe kwa ndugu na jamaa zako wa karibu, na fungu la tatu ulipeleke kwa mafakiri na maskini. Sasa vile ilivyo kwenye jamii, yule aliyenacho akiwa anashusha kwa wasio nacho, ni wazi kwamba yale matatizo ya umiliki wa mali, husda na kule kutakiana mabaya, wizi na aina nyingine za matatizo kwenye jamii vinaondoka. Sasa hii ni faida kubwa sana ambayo inapatikana kwenye jamii ya mtu atakayechinja. Miongoni mwa hayo ni kule kuleta upendo. Umempelekea mtu nyama, na nyama tunafahamu kwenye maisha yetu ya Kitanzania, ya Kiafrika, ni moja ya zawadi nzuri adhim. Tupo watu kwenye maisha yetu ya kawaida, nyama tunakula kwenye sherehe tu, lakini majumbani kwetu kule hatupati nyama. Ukimpelekea mtu nyama, umempelekea kitu cha heshima na thamani sana. Atakupenda, utaongeza ile akaunti yako ya kupendwa na watu, lakini pia utaongeza marafiki, ndugu na jamaa miongoni mwa jirani zako na watu wanaokuzunguka. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukawasiliana nami kwa nambari zifuatazo: 0655 065 326, lakini pia 0622 065 326, na kwa nambari hizo utakuwa unawasiliana moja kwa moja na mimi, Sheikh wa mkoa wa Ruvuma. Wallahu a'lam wa as'adallahu awqatana wa awqatakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.